Tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Haya Yohana Mbatizaji aliyasema akihubiri Injili akisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini Biblia inasema, ukisoma katika kitabu cha Yohana inasema kwamba Yohana alienda majangwani akahubiri Injili, lakini watu walitoka wakamfuata majangwani. Yohana anauliza kwamba, je, nyinyi mmeacha wafalme, mmekuja huku jangwani mnatafuta nini? Je, nyinyi Wayahudi ni nini kilichowaguta? Lakini haya yote alikuwa anatimiza lile kusudi aliyemwitia Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu, siku zote tusikahidi mambo ya Mungu, kwa maana haya yote yanatendeka ili sisi tuokolewe. Kwa maana ndio maana Yohana alisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ni heri leo mwanadamu ukaiacha dhambi, ukaitii ile sauti ya Mungu, kwa maana yeye Mungu anataka katika yeye tuokolewe, katika yeye tuuone uzima wa milele. Kwa maana yeye ndiye Mungu ametupenda si wanadamu, ametuweka katika mgongo wa dunia ili sisi tuwe vyombo vya sifa zake. Kwa maana hiyo neema ya Kristo aliyetuachilia kwetu, kwa maana hayo aliyesema Mtume Paulo na kina Yohana na mitume wote watakatifu wa Mungu, tuyakiri hayo, tutende hayo. Kwa maana sisi wanadamu katika mgongo wa dunia, maisha yetu ni mafupi, lakini tuikiri ile kweli ya Kristo, ili siku ile atakaporudi mwana wa Adamu akute sisi tuko katika ile kweli na haki ya Mungu, tukamwone Mungu kwa mapenzi yake. Kwa hiyo wana wa Mungu, tutubu, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa maana hawa wote walisema ili washuhudie ukuu wa jina la Yesu, huyo anayesema, mimi ndiye njia na kweli na uzima. Kwa maana haya yako yatatendeka kwa wakati wake. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe sana kutafuta hayo maarifa ya kimungu, tukae katika kweli ya Kristo Yesu, tutamwona Mungu. Kwa maana yeye ni Mungu aliyejifunua katika maisha yetu. Aliacha enzi yake akaja duniani atukomboe sisi wanadamu. Ni upendo wa agape aliyetupenda sisi wanadamu. Alitaka sisi katika yeye tuokolewe, tuwe na uzima wa milele, tusiende jehanamu. Kwa maana yeye aliacha enzi atukomboe sisi wanadamu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukae katika mapenzi ya Mungu, tukae katika uaminifu wa Mungu, tumpende huyo aliye Yesu Kristo, tumwamini, tuyakiri maisha yetu, tujisafishe, tuokolewe kwa damu yake ya thamani aliyemwaga pale Kalvari, aliyemwaga kwa wokovu mkuu ili sisi tuokolewe katika yeye. Kwa maana wana wa Mungu anasema, iko siku inayokuja, siku itishaye, siku yenye ghadhabu, siku ya matendo makuu, ambayo kila mtu atasimama kwa kula yake ili akiri matendo ya Mungu. Ni heri leo uache dhambi, ukakaa katika kweli ya Kristo. Utamwona Mungu atakupigania, utaona Mungu atakuokoa katika maisha yako. Utaziona neema na kweli, utaona ushindi wa damu ya Yesu, utaona ushindi wa wokovu. Kwa maana yeye ni mwamba, yeye ni uzima, yeye ni Mwokozi. Aliacha enzi yake akaja duniani ili atukomboe sisi wanadamu. Kwa nini aliacha enzi yake takatifu atukomboe sisi wanadamu? Ni kwa sababu alitupenda sisi wanadamu kwa neema yake Kristo. Hakika huyo ndiye daraja ya sisi kumwona Mungu, kwa maana yeye ni Mungu wa ajabu. Yeye amekirimiwa, atakuwa mhukumu siku ya mwisho. Ndipo siku ya mwisho anasema kila mtu atasimama kwa kula yake, kila mtu atasimama sawasawa na matendo yake, atahukumiwa sawasawa na matendo yake. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ukiwa katika chini ya mgongo wa dunia, Mungu amekuleta ili wewe umwabudu katika roho na kweli. Ukitimiza hayo, ukikaa katika hiyo kweli, ukimtafuta Mungu usiku na mchana kwa bidii, anasema tumtafute Mungu kwa hiyo bidii. Kwa hiyo bidii Mungu anasema tumtafute, tukae katika maarifa, tuatafute maarifa usiku na mchana, kwa maana yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Kwa maana iko siku tutasimama tukisema, tuyasikia maneno haya. Lakini mwana wa Mungu, kuanzia leo geuka, utazame msalaba wa Yesu Kristo aliyeuawa pale Kalvari msalabani, atuokoe katika yeye. Kwa hiyo mwana wa Mungu, damu ya Yesu ituoshe, damu ya Yesu itutakase, damu ya Yesu itusafishe, tuwe viumbe vipya kwa neema yake Kristo. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ni heri leo ukabatilisha mtazamo wako, ukamfuata huyo aliye mwanzo na mwisho, ni Alfa na Omega, ambaye ni Yesu Kristo, mwamba wa uzima, aliyetuandalia maisha ya umilele. Amesema, mimi nakwenda kuandalia makazi ya umilele. Kwa maana yeye ni Mungu, yuko mtakatifu, yuko mfalme, yuko wa dunia hii, ambaye yeye ndiye mhukumu wa haki.
Kwa hiyo mwana wa Mungu, katika maisha yako tembea katika neema ya Kristo Yesu, utamuona Mungu katika maisha yako. Kwa maana wengi tunakataa ile kweli ya Kristo, lakini kweli ya Kristo iko, ule uaminifu wa Mungu uko, mkono wa Mungu uko. Anasema mimi mkono wangu hata usiwe mfupi niweze kuokoa. Kwa maana yeye ni Mungu wa maagano, yeye ni Mungu wa baba zetu. Aliwashindia baba zetu wa imani kina Ibrahimu, aliwashindia kina Isaka, akawashindia kina Yakobo, akafanya agano nao la milele. Kwa maana nini? Alikuwa anatimiza ule kusudi lake la umilele. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe sana kutafuta hayo ya hekima na maarifa, kwa maana baba zetu walishinda, kwa maana wao walimtegemea Mungu katika maisha yao. Kwa hiyo neema ya Kristo Yesu na upendo wa Mungu Baba ukae katika neema yako, uyakiri hayo, utembee katika neema yako. Kwa maana yuko yule shetani mwenye nguvu, mwenye uwezo, lakini alishindwa kwa damu ya mwana kondoo. Kwa maana yuko mwombezi ambaye ni Roho Mtakatifu, yuko mwombezi ambaye ni Yesu Kristo. Yeye ameacha enzi yake, anatuombea kwa neema yake. Kwa maana tunaye, kwa maana tukikaa katika ile kweli ya Mungu tutamuona Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe sana ushirika wa kutafuta hayo, tukae katika hiyo kweli, tukae katika mapenzi ya Mungu, tukae katika uaminifu wa Mungu. Hakika Mungu atasimama kama shujaa mwenye kutisha, mwenye mamlaka. Kwa maana kwetu ameahidi hakuna uganga wala uchawi utakaofanikiwa. Kwa maana tukiwa ndani ya Yesu tutavikwa vazi la utukufu, tutavikwa vazi la ushindi, tutavikwa vazi lenye mamlaka, tutavikwa vazi lenye ukuu na neema ya ajabu. Kwa maana yeye ni Mungu wa ajabu, yeye ni baba wa vita asiyeshindwa. Kwa hiyo wana wa Mungu, katika maisha yetu, hakika tukikaa katika kweli ya Mungu, Mungu atajifunua katika maisha yetu. Kwa hiyo wana wa Mungu, ni heri leo usimame, uanze maisha mapya ya kumfuata huyo aliye mtakatifu, aliye Bwana wa uzima. Hakika atajifunua katika maisha yako, neema na kweli itathibitika katika maisha yako. Watu wengi watashuhudia ukuu wa jina la Yesu, watu wengi watashuhudia ile neema Kristo Yesu. Haya ni matendo makuu waliyesimulia mitume wale kina Stefano, walishuhudia matendo makuu. Kwa maana huyu yuko mtakatifu, huyu yuko baba wa uzima. Kwa maana kama walishuhudia haya matendo makuu yako, hata sisi tunasema haya matendo yako. Kwa hiyo mwana wa Mungu, usijanganye leo uko hali hiyo leo, lakini ujue yuko Mungu, yuko mtakatifu, yuko Bwana wa uzima. Amekupa leo maisha uyaishi mwanadamu miaka 120, lakini hukuwa tufiki kwa sababu tunatenda dhambi. Kwa hiyo endapo tukakaa katika ile kweli ya Kristo, tukakaa katika mapenzi ya Mungu, tutaona ukuu na neema ya Kristo Yesu ukitenda matendo makuu. Kwa maana Stefano alishuhudia matendo makuu ya ajabu, alishuhudia ukuu na neema na kweli za Kristo Yesu. Lakini Wayahudi walimpiga mawe, lakini yeye hakutazama kile, akasema, Baba warehemu, Baba wahurumie, kwa maana hawajui watendalo. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ni heri leo ukakiri ukuu wa Mungu, ukatenda matendo makuu ya Yesu Kristo, yale aliyoainisha kwamba yeye ni Mungu, tuyatende. Kwa hiyo wana wa Mungu, tuseme nini juu ya ukuu wa jina la Yesu? Kwa maana neema na upendo wa Mungu Baba ukae kwa neema yako, ukushindie, ukushike mkono, ukupiganie, ukulinde, kwa maana yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe hayo, tukae hayo, nasi tutabarikiwa tuingiapo na tutokapo. Kwa nini tutasema haya? Kwa maana katika maisha yetu tumemwona Mungu akitupigania, tumemwona Mungu akitulinda, tumeona Mungu akisimama kama shujaa mwenye kutisha, mwenye mamlaka. Kwa maana nini? Hiyo neema ya kweli imethibitika katika maisha yetu, kwa maana tunashuhudia upendo wa jina la Yesu Kristo, ambaye ni mfariji wetu, ambaye ni mfinyanzi. Yeye ni Mungu wa ajabu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukitaka tufanikiwe katika maisha yetu, tukae katika lile pendo la Mungu Baba, naye Mungu atajifunua katika maisha yetu. Barikiweni kwa neema yake Kristo, mkamwone Mungu akiwalinda, akiwashika mkono. Hakika uwe balozi wa Yesu Kristo, uwe balozi wa Mungu Baba. Hata leo neema ya Kristo Yesu ikufunike kwa mapenzi yake, kwa maana huo ni upendo wa ajabu amekupa siku ya leo. Umeiona, lazima useme